Yes, niko na mtumishi wa Mungu Sala Mwanginde ambaye amekuwa MC mzuri katika tamasha hili lililoandaliwa na mtumishi wa Mungu Kiza Blessing. Kikweli kazi yake imekuwa ya baraka sana, na nadhani kile ambacho mwimbaji aliyoandaa tamasha hili alikuwa amekikusudia kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu, naamini amepata matokeo mazuri. Bwana asifiwe mama. Amina mwanangu, habari ya uzima? Ni njema kabisa, hongera kwa kazi nzuri. Asante sana, namshukuru Mungu. Wewe kama mnenaji mkuu wa jukwaa hili la leo katika tamasha la Kiza Blessing, umelionaje tamasha hili? Kwa kweli limekuwa ni tamasha la baraka, la neema. Watu wamemuona Mungu kwanza, si tamasha tu, lakini watu wamemuona Mungu kupitia tamasha hili. Limekuwa na baraka, lakini pia limemletea matokeo makubwa aliyeliandaa Blessing Kiza. Kwenye upande wa utoaji kwa waimbaji, kwaya, yani kwaya zimetoa, waimbaji wametoa, wachungaji wametoa, wageni rasmi pia wametoa. Kwa hiyo Kiza ametoka na baraka nyingi sana, mpaka mwenyewe amelia machozi ya furaha. Na wageni rasmi, yani ukiona mpaka mgeni rasmi analia machozi, manake huduma imegusa mioyo ya watu. Mtu anatoa lakini anafurahia kile alichokitoa. Imekuwa ni baraka sana. Okay. Tofauti na tamasha hili hapa na matamasha mengine ambayo umewahi kufanya waimbaji wengine, utofauti wake upo katika nini? Utofauti wake ni upo kwa sababu ya vile mtu anavyojitoa kwa wengine. Huyu dada amekuwa akijitoa kwa wengine na moyo wake umekuwa wazi kwa wengine. Anaweza akaibeba sherehe ya mtu kama ya kwake. Na ndivyo ilivyokuwa leo. Hii imekuwa ya tofauti kulingana na yeye anavyoishi na wengine. Kwa hiyo watu wamejaa kwa wingi, wamejitokeza kwa wingi, kwaya nyingi, watumishi wengi. Kwa hiyo imekuwa ya baraka sana kutokana na yeye anavyoishi na watu. Okay. Tukirudi sasa kwenye msiba ambao upo mbele yetu, ambapo mpendo wetu bado hajazikwa, Irene Robert. Wewe ukiwa kama mama ambaye upo kwenye gemu hii kwa muda mrefu, ni kwa namna gani msiba huu umekugusa na umeumia kwa kiwango gani? Yani msiba huu umenigusa sana kwa sababu ya mtumishi wa Mungu. Huyu alikuwa bado msichana mdogo sana akimtumikia Mungu, na hatukutegemea, wala mimi sikutegemea kwamba leo Irene ataitwa marehemu. Nimeshtuka mno niliposikia kwamba Irene Robert amelala, hayupo. Nilihuzunika, yani nimehuzunika, ninaumia sana. Umenigusa sana kulingana na mtumishi wa Mungu alikuwa anakuja kwa kasi akimtumikia Mungu kupitia kipawa na karama. Alikuwa ni mtu mwenye kujitoa na kuipenda huduma yake. Maana yake alikuwa anafanya vitu vizuri ili vimpe Mungu utukufu. Kwa kweli ni huzuni sana mwanangu. Mwandishi wa habari, nimehuzunika mno, na kuna wakati nafikiria ni kweli ama si kweli. Ni kweli, yani ni kama ndoto, lakini hatuna namna. Hata kama ni kitabu cha Ayubu kinasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi sio nyingi, zimejaa tabu, zimejaa mauti. Basi tunamshukuru Mungu, lakini tumeumia sana kwa sababu kifo hakina mazoea. Hata Yesu alilia kwenye kaburi la Lazaro, na mimi nalia juu ya Irene Robert. Ametugusa mno mno. Asante sana. Mungu akubariki mama. Amina. Amen. Nashukuru sana.